Karibu kwenye habari za ulimwengu. Katika hali inayoashiria mabadiliko makubwa ya nguvu za kijeshi duniani, mvutano mkali umeibuka kati ya NATO na Marekani baada ya kauli nzito kutoka kwa Rais Donald Trump kutishia kuiondoa nchi hiyo kwenye muungano huo wa kijeshi. Kauli hiyo imezua taharuki kubwa ndani ya mataifa ya Ulaya, yakihofia kuvunjika kwa mfumo wa ulinzi uliodumu kwa miongo kadhaa. Kwa muda mrefu, NATO imekuwa nguzo kuu ya usalama wa nchi za Magharibi, hasa baada ya kuundwa kufuatia mvutano wa vita baridi. Hata hivyo, tofauti za kimkakati zimeanza kujitokeza wazi, hasa kuhusiana na msimamo wa baadhi ya nchi za Ulaya juu ya vita inayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Marekani inaonekana kutoridhishwa na kile kinachoonekana kama kusuasua kwa washirika wake kuchukua hatua kali zaidi. Katika hotuba yake ya hivi karibuni, Trump alisisitiza kuwa Marekani haiwezi kuendelea kubeba mzigo mkubwa wa kijeshi na wa kifedha ndani ya NATO, huku baadhi ya wanachama wakionekana kutokidhi wajibu wao. Alionya kuwa iwapo hali hiyo itaendelea, basi Marekani italazimika kufanya maamuzi magumu, ikiwa ni pamoja na kujitoa kabisa kwenye muungano huo. Kauli hiyo imeibua mjadala mpana ndani ya bara la Ulaya, ambapo viongozi kadhaa wameanza kuhoji mustakabali wa ushirikiano wao wa kiusalama. Baadhi ya wachambuzi wanaona hatua hiyo kama ishara ya Marekani kujipanga upya kimkakati, ikilenga zaidi maslahi yake binafsi kuliko ushirikiano wa kimataifa. Wakati huo huo, nchi kama Ujerumani na Ufaransa zimeanza kujadili uwezekano wa kuimarisha uwezo wao wa kijeshi bila kutegemea sana Marekani. Hii ni dalili kwamba bara la Ulaya linaweza kuanza kujitegemea zaidi katika masuala ya ulinzi, jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa kwa kiwango hiki tangu kumalizika kwa vita baridi. Kwa upande mwingine, hatua ya Marekani inaweza kutoa nafasi kwa mataifa pinzani kama vile Urusi na China kuongeza ushawishi wao duniani. Kupungua kwa mshikamano wa NATO kunaweza kufungua milango ya mabadiliko ya nguvu za kimataifa, ambapo dunia inaweza kuingia katika mfumo mpya wa mgawanyiko wa kisiasa na kijeshi. Hata hivyo, kuna sauti ndani ya Marekani zinazopinga wazo la kujitoa NATO, zikionya kuwa hatua hiyo inaweza kuidhoofisha nchi hiyo kimkakati na kuiacha bila washirika muhimu katika nyakati za migogoro mikubwa. Wataalamu wa usalama wanaamini kuwa ushirikiano wa kijeshi ni muhimu katika kukabiliana na vitisho vya kimataifa vinavyozidi kuongezeka. Katika hali ya sasa, mvutano huu hauishii tu kwenye kauli za kisiasa, bali una athari halisi katika mipango ya kijeshi na usalama wa dunia. Tayari kuna ripoti zinaonyesha kupungua kwa imani kati ya washirika wa NATO, hali inayoweza kuathiri operesheni za pamoja na mikakati ya muda mrefu. Kwa mtazamo mpana zaidi, kinachoonekana hapa si tu mgogoro wa kawaida wa kisiasa, bali ni dalili za dunia kuingia katika zama mpya, ambapo kila taifa linaanza kuweka mbele maslahi yake binafsi kuliko makubaliano ya pamoja. Hii inaweza kubadilisha kabisa namna siasa za kimataifa zinavyoendeshwa. Hitimisho linaonyesha wazi kuwa iwapo Marekani itachukua hatua ya kujitoa NATO, basi dunia inaweza kushuhudia mabadiliko makubwa ya kihistoria katika usalama wa kimataifa. Swali kubwa linalobaki ni hili: je, huu ni mwanzo wa anguko la NATO au ni mbinu ya kisiasa ya kushinikiza mabadiliko ndani ya muungano huo? Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.